Bwana asifiwe sana. Ninawasalimu watu wa Mungu mahali popote pale mko. Yesu anawapenda, Yesu ni mzuri. Nataka tukasome maandiko kutoka kwenye kitabu cha Mithali mlango wa 3 mstari wa 16. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Maandiko inasema kwamba ana wingi na heshima katika mkono wake wa kuume. Mkono wake wa kuume. Utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Na vile ambavyo maandiko inasema kwamba ana wingi wa siku na pia ana utajiri. So kila binadamu ambaye anaumbwa na Mungu, ambaye aliumbwa na Mungu, huwa ako na baraka zake. Na pia ako na siku zake za kuishi tena nyingi. Alafu kisha baada ya kutoka hapa, maandiko inasema tena ana wingi wa siku mkono wake wa kuume ambako kumeketi Mungu Baba, ambaye ni Yesu Kristo. Nataka nikaweze kukuambia nini, mtu wa Mungu? Direction ya maisha ya binadamu ilikuwa ni kufanikiwa, ilikuwa ni kuinuka na kubarikiwa. Lakini adui Shetani akajaribu kugeuza kibao hicho. Kibao kilikuwa kinaonyesha huyu ni fulani. Lakini sasa Shetani akakuja akabadilisha kibao, kikaangalia sehemu nyingine. Leo nataka kibao kiangalie maisha yako tena kwa jina la Yesu Kristo. Nataka ile alama ambayo Mungu alikuwa amekuweka ya baraka ikakurudie kwa jina la Yesu Kristo, ili ya kwamba maisha yako yakaweze kuchukua mkondo mwingine mzuri na wa baraka katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea uzima na amani na ushindi katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni wa maana sana na wewe ni mbarikiwa. Shetani amefanya hiyo hali ili ya kwamba kuonekane na hizo shida, lakini yuko Mungu ambaye leo atabadilisha hiyo hali. Kila hali ambayo imebadilishwa na Shetani, Mwenyezi Mungu ataenda kuibadilisha na ataregesha tena kile ambacho kilikuwa kimegeuzwa na adui Ibilisi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni basi akubariki, akutende mema jamani, popote pale ulipo. Hakuna hata mmoja atakayejaribu kugeuza kibao cha maisha yako. Alama ambayo ilikuwa ina direct maisha yako, hiyo alama haitageuka kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza kuona mwingine ameweka kibao labda cha duka yake. Watu wanaona hiyo kibao ama kibao kama cha shule, kibao kila mahali. Lakini sasa Shetani akageuza hiyo. Kama vile alivyogeuza pale shambani, kwenye shamba la Edeni, akageuza kibao. Akakuja akasema Mungu amesemaje? Wanadamu akasema Mungu amesema tusikule. Yeye akasema wakule. Ndio shida zikaanza kuingia. Lakini ashukuriwe mkombozi ambaye alikuja ili kuregesha furaha, kuregesha uzima, kuregesha baraka ambazo adui alikuwa amezinyakua pale kwenye ile shamba ya Edeni. Na kuanzia leo ninakuombea baraka na uzima mahali popote pale uko, mtu wa Mungu. Ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Namba yangu ya simu unaweza nitafuta kwa mawasiliano zaidi 0706826957. God bless you. Shalom. Shalom. Kibao ya maisha yako iangalie tena direction yako kwa jina la Yesu. Amen. Thank you.